Niko naomba mwenye chochote aweze kunisaidia. Naomba naweze kunisaidia niweze kupandikizwa figo kutoka kwa mamangu kuja kwangu, maana mamangu mzazi ameridhia ya kuweza kutolewa figo niwekewe mimi, lakini hospitali ya Benjamin Mkapa Dodoma iliambia gharama upandikizaji ni shilingi milioni 45. Maisha ya mwanadamu yamejaa milima na mabonde. Wahenga walisema hujafa hujaumbika. Leo maneno haya yanaishi kwa uchungu mkubwa ndani ya familia ya Jennifer. Huyu ni Jennifer Paskali, ni binti wa Kitanzania mwenye ndoto kubwa, mwenye ari ya kufikia mafanikio na kuisaidia jamii yake. Lakini kwa sasa ndoto zake zimefunikwa na giza zito la ugonjwa wa figo. Figo zake zimefeli na maisha yake yamegeuka kuwa safari ya maumivu, hofu na matumaini yanayopambana kila siku. Ili kuendelea kuishi, Jennifer analazimika kufanya dialysis mara 3 kwa wiki. Kila wiki ni shilingi 600 na kwa mwezi ni takriban milioni 2.4. Hizi ni gharama kubwa kwa familia ya kawaida, gharama zinazobeba pumzi ya maisha ya Jennifer. Figo zote zimefeli na kila wiki nafanya dialysis mara 3, ambapo kila dialysis moja ni shilingi 200,000. Dialysis 3 shilingi 600,000, ambapo kwa wiki ni gharimu 600,000, kwa mwezi milioni 2.4. Nilijielezea, nileta ombi langu kwenu kwamba mweze kunisaidia gharama upandikizaji, kwa sababu gharama ya dialysis inazidi kuwa kubwa, na dialysis bila kufanya upandikizaji ni kitu ambacho nitaishi nayo maisha yangu yote. Katika upendo wa mama usio na kifani, mama yake mzazi amejitolea kumpa figo. Ni ishara ya mapenzi ya dhati ya mama kwa mwanae. Lakini hata katika mwanga huo wa matumaini, bado kuna kikwazo kikubwa: gharama za upandikizaji figo ambazo ni takriban milioni 45. Kiasi hiki ni kikubwa mno kwa familia yao, lakini si kikubwa mbele ya umoja wa Tanzania. Kwa majina naitwa Jennifer Paskali Georgic, nakaa Arusha Ola City. Mwaka jana mwezi wa 12 nilileta ombi mbele yenu wananchi na serikali kwa ujumla. Nilileta ombi wa kuweza kusaidiwa gharama ya dialysis na gharama upandikizaji wa figo. Maana mimi na shida ya figo zote zimefeli na kila wiki nafanya dialysis mara 3, ambapo kila dialysis moja ni shilingi 200,000. Dialysis 3 shilingi 600,000, ambapo kwa wiki ni gharimu 600,000, kwa mwezi milioni 2.4. Nilijielezea, nileta ombi langu kwenu kwamba mweze kunisaidia gharama upandikizaji, kwa sababu gharama ya dialysis inazidi kuwa kubwa, na dialysis bila kufanya upandikizaji ni kitu ambacho nitaishi nayo maisha yangu yote. Ndio maana nikaleta ombi langu kwenu mweze kunisaidia gharama upandikizaji wa figo, ambapo ni shilingi milioni 45 kutoka Benjamin Mkapa Dodoma. Maana nilienda katika hospitali ya Benjamin Mkapa Dodoma, nikaulizia gharama ya kupandikiza figo, ambapo ni shilingi milioni 45. Mamangu mzazi alijitolea kunipa figo yake kutokana na gharama kuzidi kuwa kubwa ya dialysis. Maana ni 600,000 kila wiki na ni gharama kubwa sana ambayo nashindwa kuhimili.
ndio mama mzazi akakubali kutoa figo kunipa mimi. Ndio nilivyoenda Benjamin Mkapa wakanipa shilingi milioni 45. Nikaleta ombi langu kwenu muweze kunisaidia. Nawashukuru sana mlinisaidia. Nawashukuru sana wananchi. Nawashukuru sana. Nashukuru na waandishi wa habari waliweza kusaidia kufikisha ujumbe wangu. Nawashukuru kwa kikubwa mlicho mlinisaidia. Niliweza kupata shilingi milioni 4. Lakini haikiweza kufikia kwenye lengo husika kwa sababu gharama ilikuwa inahitajika na hospitali ya Benjamin Mkapa Dodoma ilikuwa ni shilingi milioni 45. Lakini nilikuja kuletaga shukrani zangu za dhati na pia mpaka sasa hivi naleta kwa support mlionipa shilingi milioni 4. Na baada ya kupostia klipu yangu na waandishi wa habari, na washukuru, kuna baadhi ya watu walijitokeza na kutamka kwamba watanisaidia katika gharama ya upandikizaji wa figo. Nikasubiri kutokana na ahadi walionipa kwamba wataweza kunisaidia gharama ya upandikizaji wa figo. Ila mpaka sasa hamna matokeo yote niliyopata. Na nikijaribu kuwatafuta nashindwa kuwapata. Kwa hiyo nilikuja nimekurudisha kilio changu kwenu wananchi. Naomba sana. Naomba muweze kunisaidia changamoto yangu. Maana nilikaa kimya, sikuweza kuendelea kuleta mrejesho kwamba swala langu lilifikia wapi. So kwamba nilikuwa nimeshakamilisha kipato cha milioni 45. Nilikuwa nimepata milioni 4. Na dialysis kwa kila mwezi ni milioni 2.4. Kwa kiasi ninachokipata kinajikuta kinaishia kwenye gharama ya matibabu na haiwezi kufika kwenye sehemu husika ya upandikizaji. Kwa hiyo nilikuwa nimerudisha kilio changu kwenu wananchi wote kiujumla. Nilikuwa naomba mwenye chochote aweze kunisaidia. Naomba naweze kunisaidia niweze kupandikizwa figo kutoka kwa mamangu kuja kwangu. Maana mamangu mzazi ameridhia ya kuweza kutolewa figo niwekewe mimi. Lakini hospitali ya Benjamin Mkapa Dodoma iliniambia gharama ya upandikizaji ni shilingi milioni 45. Pia naomba radhi, naomba mnisamehe sana kwa kutokuleta mrejesho mapema kwamba swala langu lilikuwa halijafikia hatima, halijafikia mwisho. Ila nilikaa kimya kutokana na watu waliojitokeza kuniambia kwamba nisiendelee kupaza sauti. Wao watanisaidia kukizi hizo gharama. Lakini kiukweli walikaa kimya. Hamna msaada wote niliweza kupata mpaka sasa hivi. Na siku zinazidi kwenda na hali yangu inazidi kuwa duni kutokana na gharama ambazo natakiwa nitoe kila wakati katika hospitali kwa ajili ya dialysis na huduma zingine. Jennifer hajakata tamaa. Akiwa kitandani bado anaamini kuna mkono wa huruma utakaonyoshwa. Anaamini kuwa wapo wa Tanzania wenye moyo wa upendo watakaosimama naye katika wakati huu mgumu. Kwa ombi langu kubwa nililoleta kwenu, naombeni msinichoke. Naombeni sana msinikatie tamaa. Binafsi natamani kuishi. Natamani kuishi. Naombeni mnisaidie msinichoke. Na mimi niweze kuja kuishi kama nyie. Naombeni muweze kunisaidia niweze kupandikizwa figo nyingine kutoka kwa mamangu kuja kwangu. Naombeni sana muweze kunisaidia gharama ya upandikizaji wa figo ambao ni shilingi milioni 45. Naomba na taasisi mbalimbali, kampuni, watu binafsi, naombeni muweze kunishika mkono kwenye hii changamoto yangu. Ni kubwa sana na hiyo gharama ni kubwa. Maana natakiwa niendelee na dialysis ambapo kwa kila wiki ni 600,000 na natakiwa niweze kufanya upandikizaji. Ninashukuru sana kwa wote waliojitokeza kwa wakati ule kuniweza kunisaidia. Niliweza kuendelea na dialysis, lakini msaada pia nilioupata
unakaribia kufika kikomo, maana zile dialysis nilizoweza kuzipata kutokana na maombi niliyoleta kwenu wananchi inaishia mwezi wa 3, na sasa hivi tunaelekea mwezi wa 3. Naombeni inaisha. Naombeni wadau, naombeni wananchi, kampuni, serikali kwa ujumla, naombeni muweze kunisaidia niweze kupandikizwa figo nyingine kutoka kwa mamangu kuja kwangu, ili hizi gharama ziweze kuniepuka na mimi niweze kuja kupona niwe kama watu wengine. Nilikuwa naomba kwa mwenye chochote anaweza kunisapoti, kunisaidia. Naomba aweze kunisaidia kwa namba 07 40 54 04 89. Narudia 07 40 54 04 89. Jina linatoka Jennifer Pascal Jorojic. Changia. Mungu aweze kubariki sana. Ila pia nashukuru milioni 4 mliweza kunisaidia, maana niliweza kufanywa operation katika hospitali ya Benjamin Mkapa Dodoma hapa mkononi. Maana kwa support yenu kubwa mliweza kunisaidia kwa wakati nilipopata milioni 4, na niliweza kupata hiyo support ya dialysis ya mpaka mwezi wa 3. Wakati nilipopata support mpaka mwezi wa 3 na hiyo shilingi milioni 4, hapo katikati ilijitokeza changamoto ya. Nashukuru sana wananchi kwa support yenu kubwa mliweza kunisaidia ya shilingi milioni 4 kwa ajili ya dialysis. Nashukuru sana kwa support yenu kubwa mliweza kunipatia shilingi milioni 4. Wakati nasubiri watu walionipa ahadi kwamba wataweza kunisaidia kuhusu gharama upandikizaji, kwa bahati mbaya mishipa yangu ya mkono ilipata shida kutokana na niliwekwa fistula kwa ajili ya dialysis. Kwa bahati mbaya mishipa yangu ilikuwa ni midogo, ilikuja ikaleta shida, ndio nikapelekwa katika hospitali ya Benjamin Mkapa Dodoma kwa ajili ya operation. Niliweza kufanya operation mpaka nikawekewa mshipa wa bandia, kwa sababu mshipa ile iliweza kupasuka kutokana na mshipa wangu ni midogo, na walikuwa wanataka ifanyike dialysis hapa. Kwa pesa niliweza kupata shilingi milioni 4, niliweza kutumia katika matibabu yangu katika hospitali ya Benjamin Mkapa Dodoma kwa ajili ya urekebishaji wa mshipa wangu. Ninawashukuru sana kwa support yenu kubwa. Niliweza kutumia pesa hiyo kutokana na sikuwa na pesa nyingine. Kwa nawashukuru wote mliweza kunisaidia. Mlisaidia kikubwa sana, na nashukuru sana na Mungu awabariki sana. Ila nilikaa kimya kwa sababu ya kusubiria hao waliweza kunipa ahadi waweze kunisaidia. Lakini kwa bahati mbaya mpaka leo sikuweza kupata msaada wowote, maana nikijaribu kuwapigia hawapokei, na kuna wakati mwingine wakipokea hawanipi jibu sahihi kwa sasa hivi, na kuna wakati mwingine hawapatikani. Kwa ujumla nimekosa msaada kabisa kwa sasa hivi. Ndio maana nimeleta ombi langu kwenu muweze kunisaidia kwa ajili ya upandikizaji wa figo kutoka kwa mamangu kuja kwangu. Naombeni sana mwenye chochote aweze kunisaidia niweze kupandikizwa figo nyingine. Leo si ombi la pesa tu, ni ombi la kuokoa maisha yake. Ni ombi la kurudisha tabasamu kwa binti ambaye bado ana ndoto, bado ana matumaini, bado anatamani kuishi. Tafadhali tusaidiane kumwokoa Jennifer. Kila mchango wako mkubwa au mdogo unaweza kuwa sababu ya yeye kupata nafasi nyingine ya kuishi na kutimiza ndoto zake. Mungu awabariki wote wanaoguswa na wito huu wa huruma. Mimi ni Abel Said Lowassa.